Mambo ni vipi mtazamaji wa Omela Media popote pale ulipo duniani. Ikiwa ni siku nyingine nzuri tumekutana hapa kwa ajili ya kuzungumza jambo moja kubwa sana kuelekea mechi ya marudiano kati ya Young Africans pamoja na National Lahal kutokea pale Misri katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Najua unatambua kwamba tarehe 31 ndio mechi hii hapa inakuja kuchezwa pale visiwani Zanzibar, uwanja wa New Amaan Complex ambao ndo rasmi Young Africans wameuchagua kwa ajili ya kutumia kwenye mashindano haya. Sasa ni mambo gani ambayo Yanga wanatakiwa kuzingatia ili kuhakikisha kwamba wanaibuka na ushindi katika mechi hii, kwa sababu ni moja kati ya mechi muhimu, kwa sababu kama Young Africans atafanikiwa kushinda, maana atakuwa amejitengenezea njia nzuri zaidi kuelekea kusaka hatua ya robo finali kwenye michuano hii. Moja kati ya mambo muhimu ni eneo la finishing. Kama unafuatilia au kama ulifuatilia vizuri mechi ya kwanza, Young Africans hawakuwa vizuri kwenye eneo la finishing kulinganisha na National Lahal ambao alikuwa ndio anayejua mchezo ule. Kwenye ile mechi iliyopita Yanga walipata nafasi za wazi mbili, ya kwanza ikiwa ni ya Alan Okello, lakini ya pili ikiwa ni ya Max Zegeli, lakini zote Yanga walikosa. Kipindi cha pili ukiangalia National Lahal kwenye kulinda walikuwa compact sana kiasi cha kutowapa nafasi Yanga kutengeneza njia yoyote ile ya kuweza kufunga. Wakawa wanashindwa kufungua ule ukuta wa National Lahal. Sasa maana yake ni kwamba kwenye mechi ya marejeano hayo yote inabidi yaende kinyume. Yanga lazima wahakikishe kwamba wanakuwa vyema katika eneo la finishing, na kama nakumbuka mechi ya kwanza Prince Fumbelelo Dube hakuanza kwenye mechi hiyo. Badala yake kocha alimwanzisha Depu katika eneo la ushambuliaji. Ukiangalia wachezaji wenye uzoefu kama Prince Fumbelelo Dube alianzia bench. Lakini pia ili kuhakikisha kwamba Yanga wanatengeneza nafasi nyingi, kwa sababu hii hapa sio mechi ya kujilinda, ni mechi ya kushambulia. Maana yake nategemea mchezaji kama Pacome Zouzoua awepo ndani ya dakika za mwanzo kabisa ili kutengeneza nafasi nyingi kwa washambuliaji, kwa sababu Pacome Zouzoua ana uwezo wa kumpunguza mchezaji mmoja, ana uwezo wa kupasia na mchezaji akaweza kupata nafasi. Kwa hiyo kama Young Africans watazingatia hayo mambo pia na kuimarisha eneo la defense line, basi mambo yanaweza kaenda vizuri, kwa sababu ninachokijua ni kwamba National Lahal wenyewe watakaje kuja kukitafuta, wanaweza kaja kutafuta bao moja tu au mabao mawili, baada ya hapo wanapaki ukuta, kwa sababu National Lahal wenyewe wanakuja Tanzania wakiwa wanahitaji ushindi pia ili kuhakikisha kwamba wanasafisha njia ya wao kwenda hatua ya robo finali, kwa sababu wakishinda tu hiyo mechi basi wao ndio watakuwa ni wa kwanza kwenye kundi kuweza kufuzu kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo watakuja kwa lengo la kudefend, kwa maana kulinda pia na kushambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo Young Africans lazima wawe makini. Hayo ni baadhi tu ya maeneo. Najua eneo la goalkeeping Djigui Diarra yuko vizuri kabisa. Eneo la midfield of course na lenyewe lazima wakisha wanajiandaa vyema, kwa sababu tuliona kwenye mechi iliyopita Dabaro, Abuya, kuna namna hivi walifanya kazi yao, lakini bado hawakuweza kuwabiti National Lahal. So let's keep on waiting, tuone wananchi wanapopaita Guantanamo Bay hilo jina litasadifu yaliyomo ama watapigwa vibaya mno, lakini wakijiandaa yote yanawezekana.